Leo nataka kuongea kuhusu kuiangalia na kuilinda sheria ya Mungu juu ya maisha yako. Na tutawaona watu ambao katika Biblia licha ya vile walikuwa walilinda sheria za Mungu ndani yao na waliweza kufuatilia mapenzi ya Mungu, naye Mungu akaweza kuonekana katika maisha yao. Na sheria ya Mungu ni nini? Sheria ya Mungu ni yale mambo ambayo ametuagiza kuyafanya. Sheria ya Mungu ni yale mambo ambayo ametuagiza tusiyafanye. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu ametukubalia na kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu hajatukubalia katika maisha yetu. Na sababu ya Mungu kutupatia amri zake 10 ni ili tuweze kuwa na muongozo wa kiungu na tuweze kujua mapenzi yake Mungu juu ya maisha yetu. Na halafu kitu kingine ni ya kwamba wakati ambao Yesu Kristo alitupatia Roho Mtakatifu ni ili Roho atusaidie kuzishika njia za Mungu ama amri za Mungu na kuweza kuzifuatilia kama vile inavyopasa, nasi tupate ufanisi. Maana wakati wote tunamheshimu Mungu na kumtii, lazima tuweze kupata baraka na ufanisi katika maisha yetu. Kwa hivyo utangulizi wa neno hili nataka tuangalie katika kitabu cha Mithali ama Proverb 3 from verse number 1. Nasema kwamba mwanangu, usisahau mafundisho yangu, bali zitunze amri zangu moyoni mwako. Huyo ni baba, kama vile ambavyo tunaye baba wa mbinguni. Huyu ni baba ambaye anaongea na anasema ya kwamba mwanangu. Kwa hivyo anasema ya kwamba usisahau mafundisho yangu, bali zitunze amri zangu moyoni mwako. Kwa hivyo anamwambia kwamba zile ama yale mafundisho ambayo amefundisha aweze kuyakumbuka siku zote, ili kufanya kama vile ambavyo ameambiwa. Alafu akaambiwa kwamba aandike ndani ya moyo wake. Maana moyo wa mwanadamu huaga unabeba vitu vingi sana. Moyo wa mwanadamu unaweza ukabeba mambo mengi sana. Lakini alikuwa anajua mwanawe akiweza kuandika sheria za Mungu ndani ya moyo wake, kile ambacho kitakuwa kinatoka ndani yake ni kile ambacho Mungu ameweka ndani yake ama baba ameweka ndani yake. Kwa hivyo akamwambia kwamba ziandike ndani ya moyo wako. Na ndio maana unaona ya kwamba unapolishika neno la Bwana na kuliweka ndani ya moyo wako, litakufungulia milango, litakupa ufanisi wa maisha, litakuongezea, litakupanua, litayafanya mambo ya ajabu sana katika maisha yako unapolishika hilo neno la Bwana. Wacha tuendelee. Anasema ya kwamba kwa kuwa zitakuongezea miaka mingi ya maisha yako na kukuletea mafanikio, kama vile nimekuambia ya kwamba unapolishika neno, unaposhika sheria za baba, unaposhika yale mafundisho, anasema ya kwamba hii ni njia moja itakayo kuongezea miaka. Kwa hivyo wale watu ambao wametamani kuishi miaka mingi duniani lazima waweze kulinda sheria ya baba, lazima waweze kufuata mafundisho ya baba yao. Maana unapoyafuata mafundisho ya baba yako, unaposhika sheria za baba yako, basi lazima utakaa miaka mingi. Na inasema ya kwamba na kukuletea mafanikio. Mafanikio ya maisha yanatokana na vile ambavyo unalijua neno la Bwana na vile ambavyo umeliweka ndani ya moyo wako. Tukitoka hapo tuende katika kitabu cha Joshua 1. Tunaweza ruka Joshua 1 verse number 8. Uone vile ambavyo Mungu alimwambia Joshua juu ya kufanikiwa katika lolote alifanyalo na juu ya kufanikiwa katika mwito wake. Usiache kitabu hiki cha sheria kiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na mchana, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Ndipo utakapofanikiwa na kisha utastawi. Kwa hivyo Joshua akaambiwa ya kwamba na Mungu, wakati wowote ambao unataka mafanikio, hiki kitabu, hili neno lazima ulitoe kwenye makaratasi.
uliweke kwenye moyo wako, na akaambiwa ya kwamba uwe unalitafakari usiku na mchana na kuangalia kutenda sawasawa na vile ambavyo limesema. Na akaambiwa kwamba nawe unapofanya hivyo utafanikiwa. Lazima utafanikiwa kwa kila njia, kwa kila jambo. Tunahitaji mafanikio katika biashara zetu, tunahitaji mafanikio katika ndoa zetu, tunahitaji mafanikio katika kazi za mikono yetu. Mafanikio yanatokana na vile unavyolijua neno la Bwana, yanatokana na vile unavyorida sheria za Mungu, yanatokana na vile unavyotembea na Mungu ipasavyo. Hapo ndipo utapata kufanikiwa na kustawi katika maisha yako. Kwa hivyo ukitaka kuona Mungu katika maisha yako na katika mambo yako yote, make sure ya kwamba neno la Mungu linakaa ndani yako, unafanya kama vile asemavyo, na wewe lazima utafanikiwa katika maisha yako. Twende Psalms 1, tupeleke katika kitabu cha Zaburi 1 tuweze kuona pia neno la Bwana. Nasema ya kwamba heri mtu yule ambaye haendi katika shauri la watu waovu, wala hasimami katika njia ya wenye dhambi, au kuketi katika baraza la wenye mizaha. Wacha uone heri. Haya, inasema ya kwamba bali huifurahia sheria ya Bwana, naye huitafakari hiyo sheria usiku na mchana. Huyo mtu ambaye anatafakari sheria ya Bwana usiku na mchana na anafurahia neno la Bwana, hata akiwa kitandani mwake, neno la Bwana linasuguka katika maisha yake. Hasugukwi na maovu, hasugukwi na mawazo machafu, anasugukwa na neno la Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba ni mchana na pia ni usiku. Wacha uone faida atakazozipata. Twende verse number 3. Verse number 3 inasema mtu huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda kwa majira yake, na majani yake hayanyauki. Hayanyauki, lolote afanyalo hufanikiwa. Lolote afanyalo hufanikiwa. Kwa sababu ya nini? Huyu mtu ameliweka neno la Bwana ndani yake. Biblia inasema ya kwamba analitafakari usiku na mchana. Ndani ya moyo wake kunasuguka neno, ndani ya moyo wake kunasuguka wema wa Bwana, kunasuguka vile Mungu alishafanya, anaweza akafanya, anafanya saa hii. Kunasuguka wema wa Bwana. Hata ukimpata akiwa na television yake ama upate katika mitandao, yeye anataka sana kulichunguza neno la Bwana. Anataka sana kusikiza nyimbo ambazo zinaimba za Injili, nyimbo ambazo zitamuinua, nyimbo ambazo zitamsaidia, nyimbo ambazo zitamjenga ndani yake. Ndizo zile nyimbo ambazo anazozisikiza. Kwa hivyo mtu huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda kwa majira yake. Lazima huyu mtu atazaa matunda. Kwa hivyo wakati watu wanasema ya kwamba kumekauka, kuko kubaya, kuko kugumu, wewe utapata ugumu wa maisha, kwa sababu neno la Bwana litakutegemeza, neno la Bwana litakusimamisha. Na ni faida kubwa sana kulishika neno la Bwana na kutembea nalo na kufanya kama vile Mungu asemavyo, maana utapata ufanisi katika maisha yako. Kwa hivyo leo ningetaka kusema ya kwamba ni vizuri sana tuingie deep katika neno la Bwana. Watu wamekuwa na shughuli nyingi, hawapati time ya kuchunguza neno la Bwana, hata kusikiza wahubiri. Unaweza pata ya kwamba mtu hata akiwa katika katika simu yake, unaona tu anapandisha tu. Mahali anasimamia ni mahali ambapo hapana kitu kinaweza kikamfaidi ndani ya moyo, kikaongeza miaka yake, kikafanya afanikiwe katika maisha. Na ndio maana unaona ya kwamba tangu kwanza hizi simu zikuje, tangu tuanze kuingia kwenye hizo online, maisha ya watu wengi sana yameenda chini, kwa sababu hawana time na Mungu na hawana time na watumishi wa Bwana. Lakini ukitaka mafanikio katika maisha yako, make sure ya kwamba neno la Bwana ndilo liko kwa wingi katika moyo wako, ndilo unatafakari usiku na mchana, ndilo linasuguka kwenye mawazo yako. Neno la Bwana linaweza kutatua matatizo yako yote, linaweza kumaliza shida zako zote. Neno la Bwana linaweza likakusimamisha, neno la Bwana linaweza likakupatia raha na amani
na likakupatia utajiri na baraka katika maisha yako. Kwa hivyo neno la Bwana tulishike sana. Haya, turudi pale 3, Proverb 3. Tuendelee na mahali tulikuwa tumefikisha. Proverb 3. Father, we thank you. Neno la Bwana ni nzuri sana. Usiache kamwe upendo na uaminifu vitegane nawe. Anamwambia kwamba usiache kamwe upendo na uaminifu. Upendo na uaminifu. Upendo na uaminifu. Na kama kuna kitu ambacho kimeharibu maisha ya wengi ni kukosa kuaminika. Maana mtu, mimi nasemanga ya kwamba mtu ni kuaminika. Na wakati mtu amekosa kuaminika, huyo mtu ni kama chumvi wakati ambao hiyo chumvi imekosa ladha. Imekolea, imekosa ladha. Wakati chumvi imekosa ladha haina haja. Haina haja hata ya kuwekwa. Hiyo Biblia inasema ya kwamba inafaa itupwe na hata ikanyagwe chini. Ikanyagwe na watu chini iondoke. Kwa sababu ya nini? Haina ladha. Haina faida yoyote. Naye mtu akikosa kuaminika, my friend, wakati utakosa kuaminika either na Mungu ama na wanadamu, hiyo mambo yako imeisha. Kama saa hii kuna watu wengi sana walio katika viti. Wengi wamechaguliwa na watu, na walichaguliwa kwa sababu ya ahadi ambazo waliweka na watu, lakini hawakuweza kutimiza zile ahadi. Kwa hivyo wale watu wamekosa kuaminika, na kwa sababu ya kukosa kuaminika, mtaona na mmeshaona ya kwamba mtu yeyote ambaye hakuaminika hakurudishwa. Wale watu waliomchagua walikataa kumchagua mara tena. Kwa sababu ya nini? Alikosa uaminifu. Lakini walioaminika na wakaifanya kazi ipasavyo, unapata ya kwamba bado wanarudishwa na wanarudishwa na wanaendelea kutawala. Kwa hivyo alimwambia kwamba upendo na uaminifu usikose ndani ya maisha yako. Unajua, unapompenda Mungu utaaminika kwake. Kitu kingine ni kusema ya kwamba ukikosa upendo hauwezi ukaaminika. Ukikosa upendo pia, ukikosa upendo kwa mtu hauwezi ukaaminika kwake. Ukikosa upendo kwa mzazi, ukikosa upendo kwa mume wala mke, hautaweza kuaminika. Kwa hivyo kitu cha kwanza ili mtu aweze kuaminika ni kuwa na kitu kinaitwa love. The true love. Upendo wa kweli unaletea mtu kuaminika. Na ndio maana unaona ya kwamba mtu anaweza akaambiwa ya kwamba usipite njia hii, usifanye hivi, usifanye hivi. Na kwa sababu yule mtu ana upendo, ataweza kumsikiza yule mtu na ataweza kutii. Kwa hivyo anaambiwa ya kwamba usiache kamwe upendo na uaminifu vitegane nawe. Ndukanae gwitikira maundu macio makwerere. Vivunge shingoni mwako, viandike katika ubao wa moyo wako. Upendo na uaminifu. Anaambiwa ya kwamba aiweke hapa. Vile watu wanapenda kuweka mikufu kwenye shingo zao, anaambiwa ya kwamba aweke upendo na uaminifu hapa, kwenye shingo yake. Ndio akiangalia kwenye kioo anaona anafaa kuwa na upendo na kuaminika pia. Wapendwa, kama tutaaminika mpaka na Mungu, kama tutaaminika na wanadamu, lazima tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Mkikuyu alisema ya kwamba ando ni oido. Watu wakikuamini utapata mali. Watu wasipokuamini, hata kama una mali nyingi itaisha, kwa sababu mali huongezewa na watu. Na wakati watu hawakuamini, unaona ya kwamba kila mtu anaweza kukuondokea. Watu wasipokuamini katika biashara, utafunga hiyo biashara, utaenda chini katika biashara kwa sababu wa uaminiki. Ukiwa mchungaji ukose kuaminika, watu wataanza kuondoka katika njia yako, wataanza kuondoka katika kanisa, wataanza kuondoka katika mambo yako. Lakini ukiaminika, utaipata faida na utapata mambo mazuri katika maisha yako. Kwa hivyo upendo na uaminifu, anaambiwa kwamba aandike kwenye shingo yake, viandike katika ubao wa moyo wako. Ameambiwa tena pale mbele, aliambiwa sheria ya Mungu, sheria, mafundisho yale ambayo wanafundishwa, hizo sheria aandike ndani ya moyo. Sasa ameambiwa tena kile kingine anafaa kuandika ndani ya moyo wake ni nini? Ni uaminifu na upendo ziwe ndani ya moyo.
Na ndio maana unaona ya kwamba kuna watu tunasemaga ya kwamba ninampenda fulani na moyo wangu, ninapenda fulani na moyo wangu, kwa sababu ameandika ule upendo ndani ya moyo wake. Na watu wale wanapendana, wanaaminiana. Na ukiona mtu ambaye anakupenda na si mwaminifu kwako, hiyo ni kusema ya kwamba ni upendo wa unafiki. Kwa hivyo mafanikio ya maisha yanatokana na kuaminika. Ukiaminika, watu wanaanza kuambiana, nenda kwa fulani, nenda kwa fulani, nenda kwa fulani. Na unapata ya kwamba mtu anakuambia kwamba nilitumwa na fulani kwako, nilitumwa na fulani kwako. Na kwa sababu ya wale watu kuja katika maisha yako, unapata maisha yako yanabadilika. Unapata naye kile unahitaji unakipata, kwa sababu watu wanakuamini. For that, ni ombi langu ya kwamba kila mtu mahali ulipo, anza kuaminika kwa wale watu ambao uko karibu na wao. Kwenye area ile ambayo unafanyia kazi, aminika kwa hiyo kazi. Kwenye area yako, aminika. Aminika ili Mungu aweze kuonekana. Niliona mtu mmoja ambaye alikuwa ananiambia kwamba yeye anajua na moyo wake wote ya kwamba ni muongo. Mpaka alikuwa ananiambia kwamba amekuwa muongo mpaka wakati mwingine akikaa chini, hata yeye anajidanganya mwenyewe, anajidanganya mpaka anajiuliza, na kwa nini najidanganya? Yaani ni muongo kiasi ya kwamba amedanganya watu mpaka yeye mwenyewe sasa anajidanganya. Huyo mtu hawezi fanikiwa katika maisha, maana hajiamini. Yeye ni muongo mpaka anajua kwamba, alikuwa ananiambia, Bishop, hata shetani akiwekwa hapa na yeye ndiye baba wa uongo, mimi naweza kumpiga kompe kwa sababu ya uongo, maana yeye anajua ya kwamba uongo wake uko juu sana. Lakini ningeomba ya kwamba siku ya leo Mungu atusaidie kuaminika katika zile areas ambazo Mungu ametupatia, aidha kazi ambazo tumeaminiwa katika familia. Kuna watu wameaminiwa katika familia mambo fulani. Ni ombi langu ya kwamba tuaminike katika hizo areas ambazo Mungu ametupatia. Alafu tuwe na upendo. Sijui kana kwamba ushawahi hudumiwa na mtu akiwa anakupenda. Watu wale ambao wanapenda watu, hata katika huduma, kile chochote anachokifanya yule mtu, upendo wake unadhihirika ya kwamba huyo mtu anakupenda kwa sababu ya vile ambavyo anafanya. Na hao watu ndio utawaona ya kwamba katika nyumba ya Bwana, katika familia, wanajitahidi sana kuona ya kwamba hakutakuwa na aibu. Wanajitahidi sana kuona ya kwamba mambo yamebadilika, kwa sababu wao wanaipenda familia. Ukimpenda mtu pia lazima utie jitihada kuona ya kwamba maisha yake yamebadilika. Kwa hivyo upendo na uaminifu, wapendwa, tusiuache. Na kitu hicho ambacho kinaitwa uaminifu sana, my friend, uaminifu ndio utajiri katika maisha yako. Uaminifu ndio mambo yote. Mungu akiniamini mimi, hakuna kitu naweza nikakosa. Najua kuna watu ambao sio waaminifu hata kwa salvation, na unaona mpaka Roho wa Bwana anawaruka. Naweza ona watu wengine ambao wamekaa sana kanisani, wengine wananena na lugha, wao hawaneni na lugha. Roho wa Bwana hawaamini. Bwana asifiwe. Naweza pata ya kwamba Roho wa Bwana hawezi kukuaminia mali, kwa sababu hata wewe mwenyewe unajidanganya. Kuna wakati ambao Mungu alinitokea kaniambia hata mimi niaminike kwangu mimi mwenyewe, kwa sababu nilikuwa ninajiambia kwamba next month nitafanya hili jambo katika maisha yangu. Alafu Mungu akinipatia pesa nafanya lingine. Mungu akaniambia, Muirore, hatuwezi andamana hivyo. Kama umeniaminia hiki na nimekubariki, usichukue hii upeleke kwa hii. Peleka kwa hiyo ambao ulikuwa umeniaminia, alafu tena uniaminie hii. Kwa hivyo kuna watu ambao hata kwao wenyewe sio waaminifu. Huyo mtu unaweza mpata ya kwamba anaaminia Mungu jambo fulani, lakini Mungu akishatenda anaenda pande nyingine. Kwa hivyo huyo mtu si mwaminifu hata kwake. My friend, aminika kwa watu na uaminike kwa Mungu, maisha yako yatakuwa mazuri. Na wakati wowote unaposikia neno, mtu unafaa ujiite mkutano. Ujiulize, mimi ni wapi nimekosa kuaminika? Kwa nini Mungu akakubali nisikize hili neno? Kwa nini Mungu akanipa nafasi huyu mtumishi wa Mungu maneno haya yapitie kwenye kinywa changu, kwenye masikio yangu? Ni kusema ya kwamba kuna area fulani Mungu anataka uangalie katika maisha yako. Ni area gani ambazo umekosa kuaminika? Maana tumeona ya kwamba ukiaminika utakuwa na wingi wa miaka, utakuwa na wingi wa masiku, na tena kwa lolote ufanyaro utafanikiwa.
Twende hiyo verse nyingine. Inasema ya kwamba ndipo tunasoma Mithali 3 ama Proverb 3, na sasa nafikiri tuko mstari wake wa 4 na mstari wa 3, mstari wa 2 umetupeleka katika Joshua, kitabu cha Joshua 1, tukasoma verse number 8, tukatoka hapo tukaenda Psalms, kasoma kutoka 1 tukaenda mpaka karibu 4, na tumeuona ukuu wa Bwana unaopatana na wale watu ambao wanashika neno, wanaliheshimu neno, na ambao wanaweka sheria za baba yao ndani ya mioyo yao. Biblia inasema ya kwamba ndipo utakapopata kibali. Sasa angalia tena, unapotii sheria za Mungu, unapotii mafundisho yale ambayo unafundishwa, oh my God, pamoja na kufanikiwa, pamoja na yale mambo ambayo tumeambiwa ya kwamba utakuwa na wingi wa miaka, na unapoweka yale mambo katika moyo wako, unayaandika mpaka kwenye shingo yako, Biblia inasema ya kwamba ndipo utapata kibali na jina nzuri. Oh my God, angalia, after kuaminika, kibali na jina nzuri zinapatikana. Kibali na jina nzuri zinapatikana. Kuna watu ambao wameharibu majina yao. Kuna watu ambao wanaomba Mungu, Mungu ninaomba favor, ninaomba favor. Usiombe favor. Wewe tii neno la Bwana, kuwa mwaminifu kwa watu, kuwa mwaminifu kwa Bwana, favor itakuja automatically. Na ndio maana tumesema ya kwamba ukiaminika kwa watu, watu wataanza kuitana, watu wataanza kusema kama mimi sasa, maana mimi ni mchungaji, kuna maduka ninajua town yanauzwa vyombo. Kwa hivyo nikimsikia mchungaji ama mtu yeyote anahitaji vyombo, kwa sababu kuna mahali nilinunua na nikaona yule mtu ni mwaminifu, nilimbeba mpaka namba zake. Kwa hivyo ninaweza nikatuma mtu hapo na nikamwambia kwamba nenda mahali fulani, street fulani, duka fulani, utapata mtu ambaye anaitwa fulani. Huyo mtu atakuuzia vizuri, na umwambie kwamba umetumwa na Bishop Muiruri kutoka Holiness Kiambu. My friend, kuaminika kutakuletea makastoma. Watu wamekosa faida katika maisha yao maana hawajakuwa na uaminifu. Kuaminika ndiko kunaleta favor, na favor nayo ndio inaleta utajiri. Favor ndio inaleta mafanikio. Maana Mungu akikupatia favor katika mambo yale unafanya, kama sasa unaweza pata ya kwamba duka fulani watu wamejaa hapo, kwa mtu fulani, kanisa fulani watu wamejaa hapo. Huyo mtu yaweza kuwa ni favor amepata, na unaweza kupata ya kwamba mtu mmoja amevuta watu kama 10, mwingine naye amevuta 5, mwingine naye amevuta. Maana ukiwa na favor watu wataanza kuitana. Sasa inasema ya kwamba ndipo utapata kibali na jina nzuri. Hapa jina nzuri ni kitu cha maana sana. Wapendwa, kuna watu ambao hata saa hii ni watu wakubwa sana, hata wengine ni wahubiri, lakini mtu anapomsikia akihubiri asema ya kwamba haya, na huyu mtu anaweza hubiri. Lakini ukijua huyu mtu ni nani, Bwana asifiwe, jina limeharibika. Jina limeharibika. Unaona ya kwamba mtu unafanya kitu kizuri, lakini watu wako kwenye mambo yako ya kale, kwa maana jina lako kuna mahali liliharibika. Tulinde majina yetu sana, maana tunapolinda sheria, tunapolinda mafundisho yale tunafundishwa, ndipo tutapata kibali na jina nzuri, na kuweza kuyatuza na kufanya jina nzuri mbele za Mungu na wanadamu. Vile tu ninakuambia, usiseme ya kwamba mimi ati mimi ya kwamba mimi sina haja na watu. Watu wana haja sana katika maisha yako. Lazima ulinde jina lako kwa wanadamu na ulinde pia kwa watu. Usiwahi kubali mtu yeyote, hata mtoto mdogo, usiwahi kubali jina lako liharibike kwa huyo mtoto. Maana ukiwa mzuri, Paulo alikuwa mzuri kwa watu wote, na siku moja Bible inasema ya kwamba kuna watu walipanga kumuua mtume Paulo, wakapanga kumuua. Lakini kijana mdogo kama hawa watu wako hapa, ama kijana kama yule wa Mama Dorothy, akasikia hawa watu wakiongea wakisema ya kwamba tutamuua. Kakijana kakajifanya akasikia vile kana wanaongea, lakini kakasikia maneno yote kakayashika. Kalikimbia kwa Paulo, walipomaliza kakamwambia kwamba nilikuwa mahali fulani na wazee fulani nimewapata wakisema ya kwamba watakuua.
Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu ya yule mtu kuwa mzuri, ndio maana alifikiwa na yule mtoto. Na yule mtoto aliokoa maisha ya Paulo. Hakuuliwa kwa sababu ya mtoto. My friend, usione tu mtoto unaenda ukimchuna ama unamwambia ondoka hapa. Hapana, anaweza kuwa faida kwako. Anaweza kuwa baraka katika maisha yako. Anaweza kuokoa mahali. Praise the name of the Lord. Hata kama ni mtoto mdogo, muheshimu, mpende yule mtoto. Anaweza akalifanya jambo, maisha yako yakapata mwelekeo. Mwathani arogocwo. Na watoto ni wazuri sana, maana wanaongeaga ukweli. Nakumbuka siku moja, kuna wakati ambao my sister walikuwa na hicho, sisi tulikuwa tunakaa Gishagi. Gishagi ya kwetu ni vile kama shamba kama hili, mtu anapewa nafasi dogo, mnajenga tu nyumba twenu. Na mlipishwi, mjirelee hapo, ukipata kwako unaenda. Sasa huyo mzee alikuwa amepatia watu wengi, tulikuwa Gishagi ya watu wengi sana. Sasa dada yangu alikuwa naachwa na alikuwa amepata mtoto, wanaachwa nyumbani. Na siku moja sijui ni pepo gani iliwashika. Wakakimbiza jogoo ya jirani, wakachija. Alafu manyoya wakachukua yote wakarusha kwa choo. Bwana asifiwe. Waka make sure hakuna kitu wamebakisha, hata mifupa yote wametupa. Sasa kesi ikaja jioni. Wakati ambao walikuwa na kesi, watoto walikuwa nje. Na wakakezi wakasema wao hakuna kuku wameona, hakuna kitu ya wenyewe wamekula, na wakakataa. Lakini kitabu mkutano iishe, msichana katoto kake kakaingia. Praise the name of the Lord. Katoto kake kakaingia, kakasikia wanazungumza kuhusu kuku. Bwana asifiwe. Katoto kalisema ya kwamba mimi kaliongea na Kikuyu, niende Iyokani. Ati yeye alipewa tu maini ya kuku, niende Iyokani. Akiulia nyina ekera kila karibu gaka, niende Iyokani. Akiulia Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Na huyo dada yangu ambaye ninakwambia ndiye mama yake Macharia, huyu wako hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni sister ya Macharia alikuwa anasema hivyo, niende Iyokani. Bwana asifiwe. Sasa ndipo aliulizwa, kuna watu walishika kuku wakachinja, akasema mama yangu na fulani walichinja kuku wakachemsha, tukakula nyama zote, alafu wakanipatia kani na kasupu. Wakaambiwa kuku mnalipa. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo yule mtu kuku yake ilipatikana kwa sababu ya katoto. Praise the name of the Lord. Heshimu kila mtu, hata kama yeye ni mdogo namna gani, hata kama yeye ni maskini, hata kama yeye ni fukara, muheshimu. My friend, ili David apate ile mali yote ilikuwa imepotelea, imechukuliwa Siklag. Bible inasema alipata kamtu. Hata Bible yenyewe inamuita kamtu, ambako kalikuwa kameachwa na kalikuwa kagonjwa na kalikuwa na njaa. Praise the name of the Lord. David akakauliza, na David alikuwa king, wewe umetoka wapi? Kuliko wakaue, walikasaidia. Kama walikuwa na nao wakakapatia chakula, kakakula kakashiba. Kawaambia kwamba mimi kama hamtanipeana kwa my boss, nitawaonyesha mahali mali yenu ilifichwa. Praise the name of the Lord. Kamtu hii Biblia unasikia inasemanga ya kwamba katika hicho kitabu cha Samuel, I think ni 30, 1 Samuel 30, inasema ya kwamba David alirecover all. Praise the name of the Lord. Alisaidiwa na kamtu. Kwa hiyo my friend, usiwahi dharau kamtu. Kanaweza kuwa kamebeba baraka yako, kanaweza kuwa kamebeba muujiza wako, kanaweza kuwa kamebeba ushindi wako, kanaweza kuambia kwamba usipite hiyo njia. Kuna mambo nimesikia watu wakiongea, pita hii utafika kwako. Usiposikia utagongewa hapo mbele vibaya sana. Kwa hivyo heshimu kamtu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo ukipata favor kwa wanadamu, ukipata favor kwa Mungu, hata siri zilizofichwa sana na wanadamu na Mungu utazielewa. Mungu atafunua siri zake kwako, na wanadamu tena watakwambia siri ambazo zimefichwa na wale wengine. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Kwi mundu wanjirie rimwe tene akinjira atiri muthamaki aturagio ni mucene. Amen. Kusikia kuna watu wanaitagwa majasusi, kama hamjui.
Kama sasa rais anaweza kuwa anataka kutembea hapa, kabla atembee kwa mwezi mmoja ama nusu mwezi, kuna watu watatumwa huku wasikize vile watu wanasema. Na kuna wengine hata wanaweza tembea huku nasikianga ikiambiwa ya kwamba ukisikia rais anaenda mahali, lazima uone wazimu ambaye huku unamuona. Na huyo wazimu si wazimu, amejifanya wazimu ndio aweze kupenya kule watu waliko wasikie vile wanasema. Arabu akisikia anatuma report. Huku si kuzuri, watu wanasema ABCD, watu wanasema ABCD. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na kwa sababu ya hiyo inaokoa maisha ya mfalme, inaokoa maisha yako. Kwa hivyo usiwahi dharau vile watu wanavyosema. Praise the name of the Lord. Na watu wakikuangalia, wakiwaambia kwamba hili jambo liangalie, likalie chini uliangalie, na utapata ya kwamba Mungu atafanya mambo kwa njia ya ajabu. Utaokoa nafsi yako, ndipo utapata kibali. Kwa hivyo kibali tumeona kinapatikana baada ya mtu kulinda sheria mbele za Mungu na wanadamu. Hiyo ni 4. Amen. Inasema ya kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako. Bwana asifiwe. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, moyo wako ndio umebeba ufanisi wa maisha yako. Na ndio maana tunaona ya kwamba tuliambiwa ya kwamba tuandike yale mambo ndani ya moyo, kwa maana moyo ndio umebeba kufanikiwa kwako. Ndani ya moyo wako ndiko Mungu anakaa. Ndani ya moyo wako ndio kuna chemi ya maji ya uzima. Chochote ambacho unahitaji, moyo wako ukiwa sawa, my friend, mambo yako yatakuwa sawa. Kwa hivyo inasema ya kwamba tumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Akili zetu wakati mwingine zinakataa kuandamana na Mungu, hata zinakataa kuheshimu vile Mungu anavyosema. Zinatuambia iwe namna gani. Praise the name of the Lord. Wakati Moses alikuwa amemwamini Mungu kwa moyo wake, waliandamana vizuri sana. Lakini kuna pati ilifika, Moses akaanza kufikiria kama mwanadamu. Wadhani ya kosha. Waliachana na Mungu, na Mungu akamuua. Hebu nikwambie my friend, hata mimi kuna wakati ambao nilitabiriwa na nabii. Mtu wa Mungu tu akaja akaniambia Mungu amenituma nikwambie atakuinua. Nikashindwa Mungu ataanza wapi na atashika wapi. Praise the name of the Lord. Amen. Kwanza kile kilinishangaza mpaka nilicheka, ni wakati ambao my bishop, mimi ni shaba boy, nafanya kazi mahali, alafu kazi yangu ni ya chini sana, mshahara wa chini, masomo yangu nayo ninaijua, lakini anakuja kuniambia kwamba Mungu amenionyesha ukiwa na ofisi 2 na watu wamepanga raini wanataka wakuone, na nimeona ukiwa kwenye kiti ya msunguko unakalia unasema next. Nilicheka kwa sababu nalitumia akili zangu. Nilipokuwa ninafikiria Moirore na ofisi, nikaona huyu mtu wa Mungu amechanganyikiwa. Lakini tukirudi kwenye laini ya kiroho, yote kwa Mungu yanawezekana. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wakati ambao nilimwambia Mungu nisaidie kuamini ya kwamba hilo umeliongea unaweza ukafanya, leo hii niko na hizo ofisi 2. Praise the name of the Lord. Hiyo kiti ya msunguko niko nayo, maana ni Mungu aliyeongea, na yale mambo Mungu aliongea niliyaandika ndani ya moyo wangu, na nikamwamini Mungu bila kutegemea akili zangu. Shetani alikuwa ananionyesha haiwezekani. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu anasema ya kwamba kwake mambo yote. Praise the name of the Lord. Usalimie mtu mwambie wewe unaweza kuwa milionea. Bwana asifiwe. Yeye hivyo tu unamuona mwadhani ya rogoso anaweza kuwa milionea. Bwana asifiwe. Si ajabu uone ya kwamba Mungu amembariki Fate, amemuinua kiwango ya kwamba amekuwa milionea. Huyu Fate mnaonanga hapa, na awe anatembea na Prado. Bwana asifiwe. Huyu Fate awe na mamilioni ya pesa. Maana Mungu haangalii background, anaangalia imani. Kwa imani yako unaweza ukapokea. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo moyo wako
Moyo wako ndio Mungu anahitaji sana. Moyo wako ndio Mungu anataka uamini sana na umtegemee na uachane na akili zako. Kwa hiyo kama Mungu amesema utapata shamba, amini. Si amesema, yeye ndiye anajua kile atafanya. Bwana apewe sifa. Amesema ataniinua, sawa. My God, fanya hivyo kwa sababu wewe ndiye umesema. Mwathani arogocwo. Watu wale ambao wataishika imani na watakataa kuongozwa na akili zao watafanikiwa katika maisha. Bwana apewe sifa. Haya, twende kidogo. Inasema katika njia zako zote mkili yeye, naye atayanyosha mapito yako. Oh my God. Bwana apewe sifa. Katika njia zako zote mkiri Bwana. Yani unasema ya kwamba for with God all things are possible. Bwana asifiwe. Hebu angalia vile David alifanya. David wakati alimuona Goliath alikumbuka nguvu za Mungu. Akamkiri. Akasema ya kwamba wewe unakuja kwangu na vumo na mkuki, lakini mimi nitakuja kwako kwa jina la Mungu wa majeshi unayeyatukana. Wakati alikiri Mungu, Mungu alimpa nguvu ya kumuua Goliath kama vile alikuwa amesema, akamkata shingo kama vile alikuwa amesema. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo watu wa Mungu, kama tutaweza kumkiri Mungu katika njia zetu zote, katika mambo yetu yote, tuseme ya kwamba yes, najua ya kwamba kwenye familia yangu inaweza shindikana, lakini kwa Mungu inawezekana. Praise the name of the Lord. Hiyo itatufanya mpaka tutoke kwenye kabila zetu. Sema ya kwamba kuna mahali Wakikuyu hawafiki, lakini mimi nitafika kwa sababu ninaye Mungu ambaye amenishika mkono. Na ndiyo maana unaona ya kwamba David anakiri. Wacha uone vile David anakiri. Nataka turudi katika Psalms 23. Tuende katika Psalms 23 verse number 4. Psalms 23 verse number 4. Psalms 23 verse number 4. Angalia, huyu ni Daudi anakiri akiwa kwenye hali gumu sana ya mambo, akiwa kwenye hali gumu sana ya maisha, anakiri. Anasema ya kwamba hata kama ni kipita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Vimbo yako na mkogojo wako vyanifariji mimi. Praise the name of the Lord. Angalia vile Daudi anavyosema. Hii ndio inaongea vizuri makao. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na vimbo yako vyanifariji. Praise the name of the Lord. Hii ndio kukiri Bwana. Hii ndio kukiri ya kwamba I know ya kwamba dunia inasema hapana kwa wakati huu, lakini kwa Mungu hakuna hapana. Kwangu mambo yote ni yes. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Ukiingia kwetu kwa nyumba, hapo kwa mlango, sijui kana kwamba saa hii, Bwana asifiwe, ama bado ipo, lakini unapata ya kwamba Mama Esther kuna stika ameweka hapo. Bwana asifiwe. Sijui kana kwamba kuna watu ambao washaingia kwetu wakasoma. Kuna kastika Mama Esther anakuanga hapo ameandika. Ni kwa gai. Amen. Yani hamtembeagi wakati siko? Unaona nini pastor anakumbuka? Pastor Christian. Christine. Pastor, ebu sema na nguvu kwa gai. Praise the name of the Lord. Mama Esther ameandika hapo kwa gai netiki. Eti kwa Mungu ni yes. Tunaweza sema ni yes, sio no. Ama kwa Mungu kila kitu itakuwa sawa. Praise the name of the Lord. Amen. Na anasema ya kwamba ni wakati moja, sijui alikuwa na maono, sijui alikuwa na ndoto, lakini hiyo ndio sauti alisikia ya kwamba kwa Mungu hakuna X. Kwa Mungu ni mambo yako ni praise the name of the Lord. Kwa hiyo lazima ukili, lazima utangaze. Arabu ninakumbuka ya kwamba nilikuwa nimehubiri tukiwa Githogoro, na nikasema ya kwamba Mungu anaenda kutupatia makao mapana leo Shemba, na tukasema ya kwamba
mtu akienda kwake uandike makao mapana na uandike Rehosheba. Wakati huo ndio Mungu alituhamisha baada ya kuweka na tukaweka hiyo sticker. Amen. Bwana asifiwe. Kasema ya kwamba Rehoboth sio Rehosheba. Rehosheba is our studio. Tukaandika Rehoboth. Wakati tuliandika Rehoboth, Mungu alishuka haraka, akatuhamisha kwa hiyo nyumba, akatupeleka nyumba kubwa. Praise the name of the Lord. My sister, my brother, kama unataka kufanikiwa katika maisha, kiri Bwana katika mambo yako yote. Tangaza Mungu katika mambo yako yote. Yakobo wengine wameremewa, lakini mimi nitaweza, maana kile walikosa mimi niko nacho. I know my God. I know nguvu zile yako nazo. I know uwezo ule yako nao. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba mimi nitafanikiwa, kwa maana ninamshika yule ambaye aliye na nguvu na mamlaka. Ndipo Daudi alisema ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Amen. Na hili si jambo rahisi. Unajua uvuli wa mauti ni watu wengi walikuwa wamekufa. Halo? Uvuli wa mauti ni kama vile mtu anaweza kuwa na magonjwa hayaponyeki na dawa. Mtu anaweza kuwa na kansa na magonjwa mengine. I have my friend ambaye alikuwa na kansa ya tumbo, lakini alitangaza ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Praise the name of the Lord. Unajua alipona hiyo kansa. Alipona kabisa kwa sababu alikiri. Amen. Maana hii ni bonde la uvuli wa mauti. Mahali tunapitia watu wengi wamekufa, wamekufia na hiki kitu. Hiki kitu kimemaliza watu wengi, lakini sisi hakitatumaliza. Na ndiyo maana unaona ya kwamba hata kama kuna vita vya aina gani, Zedegwa tumesimama hiyo miaka yote. Praise the name of the Lord. Because we know our God. We know our Father. Hii kazi sio yetu. Hii kazi ni ya Bwana. Hii huduma sio mimi nimeishikilia, ni mkono wa Bwana. Kwa hiyo mimi kile ninafanya ni kufanya vile Bwana aliniambia nifanye, na kushika sheria zake, kumuita asubuhi na mapema, kumuita jioni na kumwambia Bwana Mwokozi, mpaka utakaponiambia nitoke kwenye mji, pigana vita vyangu. Praise the name of the Lord. Naye Mungu anajidhihirisha. Kwa hiyo David anasema ya kwamba gongo lako na vimbo yako vyanifariji. Praise the name of the Lord. Gongo na vimbo vyanifariji. Hallelujah. Hallelujah. Mtu wa Mungu, kama utashika sheria za Bwana, kama utaenenda kulingana na mapenzi ya Bwana, mafanikio utayapata katika maisha yako. Tunaweza tukarudi pale tunatembea na Proverb 3. Tunatembea na Proverb 3 na ndio imetuleta hapa. Wakati tunaambiwa tukiri Bwana katika mambo yetu yote. Lakini katika kukiri Bwana, amen, tusitegemee akili zetu, tumkiri katika mambo yetu yote. Kuna neno lingine nasikia ndani yangu liko katika Psalms 19:25. Psalms 9 ni Psalms, yes. Hebu tuangalie. Job sio Psalms. Bwana asifiwe. Huyu naye ni Ayubu anakiri. Huyu ni Job anakiri. 19:25. Anasema ya kwamba wakati unaye amesungukwa na mambo, amesungukwa na mauzito, lakini alisema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Praise the name of the Lord. Huyu ni mtu anayekiri. Hii ndio kukiri sasa. Lazima ukiri ya kwamba mimi kwenye hii hali nitatokea. I know my God. Hata kama ugonjwa watu hawaponi, mimi nitapona. I know my God. Praise the name of the Lord. Kama ni wasichana kama wanasoma wanasema ya kwamba mimi nitaenda mpaka university. I know my God. Praise the name of the Lord. Wazazi wanaweza wakakosa pesa, lakini Mungu wangu anajua zitatoka wapi ndio nisome. Mwathani arogocwo. Wapendwa, matukoma muthia, neno la Bwana nasema kwamba watu wa Mungu wataishi kwa sababu ya imani. Bwana apewe sifa. Nataka tuangalie juu ya kibali tuweze kumaliza. Kibali. Jeremiah 35 verse number 16. Jeremiah 35 verse number 16. Ukiaminika kwa wanadamu na Mungu, uone ya kwamba utapata kibali. Ukiaminika kwa wanadamu na Mungu. Inasema ya kwamba
Basi kwa kuwa wana wa Yonadabu mwana wa Rekabu wameitimiza amri ya baba yao iliyoamriwa, lakini watu hawa hawakunisikiliza mimi. Kwa sababu hiyo, asema Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, tazama, nitaleta juu ya Yuda na juu ya wenyeji wote wa Yerusalemu mabaya yote niliyoyatamka juu yao, kwa sababu nimesema nao wasinisikilize. Nimewaita wala hawakuniitikia. Hawakuniitikia. Tuendelee. Naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabu, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mmeitii amri ya Yonadabu baba yenu na kuyashika maagizo yake yote na kutenda sawasawa na yote aliyoyaamuru. Basi kwa sababu hiyo, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabu hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu hata milele. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya gosho. Hawa ni wana wa Jonadabu wa Rekabu. Wana hawa wa Rekabu waliachwa na baba yao, na akawaambia kwamba, wanangu, kama mnataka kuishi vizuri, msiwahi kunywa pombe, mutikananywe joy. Akawakataza. Nenda usome Jeremiah 35. Akawakataza wasiwahi kunywa pombe, na akawaambia, msipokunywa hii kitu mtaishi miaka mingi, mtaishi na amani, mtafanikiwa katika lolote mlitendalo. Sasa Mungu akamwambia Jeremia, nataka uchukue hawa wana wa Rekabu uwapeleke katika kanyumba, ni kama huku power room. Bwana asifiwe. Naona hii ofisi yangu ya juu. Akamwambia kwamba nataka uwachukue na uchukue pombe, uende uwaigize hapo na ufuge, uambie Mungu wa majeshi amesema muinywe leo. Okay. Praise God. Usalimia mwenzako, mwambie Mungu akisema unywe. Bwana asifiwe. Ati Mungu wa majeshi amesema muinywe leo. Praise the name of the Lord. Naamini kama ni wengine wangekunywa mpaka waseme iongezwe. Kama ni Mungu amesema ikunywe, Bwana asifiwe. Lakini wao waliambia Jeremiah, let us tell you, leke tukwire umuthi, hata kama ni Mungu amesema, enda umwambie baba yetu walikataa. Bwana asifiwe. Na alituambia tusiwahi kunywa, baba yetu walikataa. Wakati ambao walimwambia hivyo, Jeremiah akawafungia, kawaambia ni Mungu aliye hai amesema muinywe. Wakamwambia, enda umwambie sisi amri ya baba yetu tutailinda mpaka akiwa kaburini. Praise the name of the Lord. Wakakataa. Ndipo vile tumesoma ya kwamba utapata kibali, walipata kibali mbele za Mungu. Kuna milango fulani Mungu hangewafungulia, lakini kwa ajili ya kutii sheria ya baba yao, kwa ajili ya kutii maagizo, mafundisho ya baba yao, walifunguliwa mlango ambao hawangefunguliwa milele. Mungu akasema ya kwamba kwa hiyo nyumba hakutawahi kosa mtumishi wangu, hakutawahi kosa mtu wa kusimama mbele yangu. Mungu alisema ya kwamba kutoka leo na kuendelea, wana wa Rekabu, oh my God, haleluya, kwa sababu ya kulinda sheria za baba yao. Nasi tumesoma katika Proverb, tulinde sheria za baba yetu, tuziweke ndani ya mioyo yetu, na ili tuweze kupata kibali, tumtegemee, alafu tumkiri katika mambo yetu yote. Tusitegemee akili zetu, tutegemee nguvu zake na uweza wake, ili tuweze kufanikiwa. Hawa watu ama hawa watoto wa Rekabu walipata hiyo favor. Hii favor iliwafungulia milango. Hii favor ikawafanya kuwa watu wa ajabu. Hii favor ilifanya nabii Jeremiah, kama manabii wale ambao unaona ya kwamba kuwaona ni vigumu sana, lazima ubuke appointment, lazima sijui ufanye nini, lakini Mungu aliwabukia appointment na akalipa. Kamwambia Jeremiah, enda kwao uambie ABCD.
Praise the name of the Lord. My friend, kama utakaa kulingana na mapenzi ya Bwana, ulinde tu sheria zake. Amen. Na uachane na mambo mengi, ufuate njia zake, uachane na hizo akili zako dogo. Oh my God, utafanikiwa katika maisha. Praise the name of the Lord. Na mambo makubwa yatatendeka kwako mpaka wewe utajiangalia useme surely nimemuona Bwana anapendeza. Bwana apewe sifa. Kuna neno lingine nilikuwa naangalia katika kitabu cha John. Kitabu cha John 4 pale chini. Kinaitwa neno la yule mama anaitwa Msamaria. Neno la yule mama Msamaria. Mnalijua sana. Hata nisipo shida nikisoma hapo mnalijua sana. Wakati ambao Yesu alienda pale kisimani na wakaanza kuongea na huyo mama, naweza weka kuanzia 4 kuendelea hivyo. Verse number 4, John 4. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo. Tuendelee. Twende chini. Lakini Yesu mwenyewe, tuende kuanzia 7 hapo. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Praise the name of the Lord. Wacha uone mama. Hata kama huyu mama alikuwa kahaba, hata kama huyu mama hakuwa ameokoka, uone vile aliambia Yesu. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Mimi ni mwanamke Msamaria. Maana tusome na wewe, Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Praise the name of the Lord. Mama hajaokoka, lakini anajua ya kwamba Yesu anataka avuke mipaka ya kwao. Yesu anataka avuje sheria za kwao. Maana Wayahudi hawachangamani. Wayahudi hawabani kitu. Hawakuli pamoja, hawakai pamoja na hawafanyi mambo pamoja na Wasamaria. Kwa hiyo mama hata kama yeye hajaokoka, maana ukienda hapo chini utasikia kwamba alikuwa na wanaume 5. Na hao wanaume wote alikuwa amenyang'anya watu. Kwa hivyo mwanaume kunyang'anyanwa. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume kunyang'anyanwa haijaanza saa hii, ilianza kitabu. Hata Yesu wakati alikuwa hapa duniani kuna 5 walikuwa wamenyang'anyanywa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Lakini imagine mama huyu hata kama alikuwa mnyang'anyani wanaume, alikuwa yeye anajua mipaka ya Wayahudi. Alikuwa anajua mipaka ya Wasamaria. Na ndio maana wakati Yesu alimuomba maji alimwambia, wewe kwa nini unaniomba maji? Na unajua wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. Wasamaria hawachangamani na Waisraeli. Praise the name of the Lord. Akamwambia hii haiwezekani. Siwezi nikafuja sheria za kwetu. Kwa hivyo lazima ujue mipaka ya kwenu imefika wapi. Praise the name of the Lord. Mipaka ya wokovu wako imefika wapi? Ni eneo gani unaweza kwenda na ni eneo gani huwezi kwenda? Ni jambo gani unafaa kufanya na ni jambo gani hufai kufanya? Mheshimu Mungu. Wacha sheria za Mungu zikae ndani yako. Yatafakari maneno ya Mungu usiku na mchana ndani ya moyo wako. Useme ya kwamba kwa sababu hakuna mtu unaweza ukafanya jambo lolote. Hapana. Ndio maana Mungu alisema ya kwamba hizo sheria tuziweke ndani ya mioyo yetu. Hata ukiwa umelala. Tumeona katika Joshua 1:8 ya kwamba usiku na mchana unafaa kutafakari hilo neno. Tumeona katika kitabu cha Psalms Psalms 1 kuanzia verse number 2 ya kwamba unapolitafakari neno la Bwana usiku na mchana utakuwa kama mti uliopandwa kando ya mto, na lolote utakalo lifanya duniani. Oh my God. Praise the name of the Lord. Tumekosa mafanikio kwa sababu ya kutoweka sheria, neno la Bwana ndani yetu na kutolifuata. Tena tumeona ya kwamba tusitegemee akili zetu, zitatuzuilia kufika kule tunakoenda. Mwathani arogocwo. Haleluya. Linda sheria za Mungu wako, simama vizuri kwa imani na uweze kuyatenda yanayompendeza Bwana. Utafanikiwa.
utapata kibali. Bwana apewe sifa. Huyu mama ukiendaenda hapo chini utaona ya kwamba Yesu alimwambia kama ungelijua ni nani anayekuomba maji. Walipoendelea na hiyo maneno, walipokuwa naongea na Yesu, wanajibizana, yule mama aliambiwa kwamba wewe, Bwana asifiwe, kama ungelijua ni nani, ni wewe ungemuomba maji. Kamuuliza, wewe utoe maji wapi na huna kitu cha kuchota? Akili za mwanadamu. Yesu anamwambia naweza nikakupa maji, lakini yeye anamwangalia mikono, anasema wewe hauna kitu ya kuchota. Saa zingine hivyo ndivyo tunaangalia mikono ya Mungu, tunaona kana kwamba haiwezi kutufanyia kile ambacho wamesema. Bwana asifiwe, amen. Na wengine wanaanza kumsimamishia visababu. Huyo mama alimwambia Yesu, hauna kitu ya kuchota. Wewe unataka usema wewe ndiye mkubwa kuliko baba yetu. Watu wanaanza kukinai wale wengine, kukriticize wale wengine, wakiwaambia kwamba, nakumbuka kuna mtu niliambia siku moja kulikuwa na njaa. Akaniambia, nikamwambia kwamba mimi kama ni mimi ninaishi hapa, Bwana asifiwe, ningekuwa ninakula na ninakunywa. Nilikuwa nimetembea kwetu Kinango wakati wa kiangazi, na ni mama yangu tulikuwa tunaongea naye. Mama aliniambia, unajifanyanga una imani sana, sasa ingia kwa shamba uone kana kwamba kuna kitu utatoa. Kamwambia, my mom, Mungu wangu hakuangi kwa shamba. Praise the name of the Lord. Sababu yangu ya kula na kunywa hata wakati wa njaa, sababu yangu ya kupata mali nyingi ni kwa sababu I know my God. Lakini baba yangu imani yake iko kwa shamba, haiko kwa Mungu. Nikamwambia, imani yangu mimi, Mungu wangu hakuangi kwa shamba, my mom. Mungu wangu anaweza akafanya lolote, mimi nile na ninywe. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya gosho. Psalms 37:19. Psalms 37:19. Bwana asifiwe. Na mimi ningetaka hata wewe Biblia ikae kwa kichwa kama vile mimi iko. Mimi nilitoa kwa makaratasi haya, ikakaa ndani ya moyo, nimeiandika hapa Biblia. Naweza hubiri bila hii. Bwana asifiwe. Si unaona vile inasema? Na ndio nilikuwa ninaambia mamangu, hawataibika wakati wa ubaya, na siku za njaa watashiba. Kuna tafsiri nyingine makao, wacha tu kushimba. Hebu tuangalie tafsiri nyingine. Siku za njaa watafurahia wingi wa vitu. Wingi wa vitu. Praise the name of the Lord. Wingi wa chakula. Na unajua ati kuna njaa, lakini kwa sababu huyu mtu amemtegemea Mungu, atafurahia wingi wa vitu na kuna njaa. Nikamwambia, mimi nikikaa hapa mama, nitakula, nitaweka na nitapeana. Aliniambia kwamba unajifanya mwenye imani sana. Praise the name of the Lord. Nikamwambia, mamangu, nina imani kwa sababu Mungu wangu hakai kwa shamba. Praise the name of the Lord. Mungu wangu ategemei mvua ati lazima kunyeshe ndio mimi nikule. Hapana. Amen. Mungu wangu si wa mshahara ati kwamba lazima nigoje mwisho wa mwezi. Mimi naweza fanya kitu katikati ya mwezi nishinde wale ambao wamegoja mwisho wa mwezi, because I know my Father. Praise the name of the Lord. Wakati nimwambia hivyo mamangu, ili imani yake inuke, nilikuwa nimepita kwa wholesale, nikamnunulia maunga, kamnunulia manini, vitu mingi. Nilitoa receipt, kamwambia, mama, ujue Mungu wangu hakai kwa shamba. Leo nataka nikufunze, unaweza ukakula na unaweza ukapeana, na ni wakati wa njaa. Praise the name of the Lord. Wakati nilimpa hiyo receipt, alianza kucheka. Aliposoma sukari ni kilo ngapi, aliposoma unga ni bado ngapi, aliposoma mafuta, alianza kucheka, akasema, na kweli nimeamini Mungu wako sio Mungu wa shamba. Kamwambia, mamangu, mtegemee huyo Mungu. Praise the name of the Lord. Maana kama Mungu wakati wa njaa alilisha Elisha kupitia kunguru, kama walipotaka nyama Mungu alitumia upepo, Mungu anaweza akatumia njia nyingi. Praise the name of the Lord. Niko na pasta ambaye ni pasta wetu wa Gashie. Niliwaambia siku moja, aliambia mke wake ya kwamba na Christmas hii hakuwa kazi. Kamwambia, Christmas hii Pastor Zuma, halo, usipeleke watoto nyumbani. Hii Christmas tutakula vizuri.
Kama anamwangalia hivi, anamuona kama mama Msamaria akiambiwa ya kwamba atapewa maji, mikono haina kitu. Akamwambia tutakula vizuri, tutoe wapi? Na hauko kazi. Lakini tarehe 24, tarehe 23, mama akachukua watoto akapeleka ushago na mume amekataa. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba akitokea kazi jioni tarehe 24, kiubwa hapa Ruda Estate kilikuja na zile paper bags zilikuwa za green, paper bag ya green. Kilipoona mtumishi wa Mungu kiliweka hiyo paper bag chini na kikapotea. Wakati kilipotea, mtumishi kwenda kuangalia, paper bag ina kuku mbili nzuri kubwa fresh. Amen. Umbo imeenda ikaiba kwa mdosi na ikaleta na ikaachia mtumishi. Ndungata yo ya Ngai Pastor Zuma wa kanitha witũ wa Gaci ainũkire na ngũkũ ici. Bwana asifiwe. Akaambia mke wake, si nilikwambia usipeleke watoto, hii tunakula vizuri. Bwana atukuzwe. Haleluya. No ndakĩrire mũtumia nĩ ngui eka atĩa. Mwathani arogocwo. Ciama ingĩ noyo wagĩrĩire kũmenya kũrĩa ciumi. Miujiza ingine ni Mungu anaweza tenda, na ni wewe tu unafaa kuwa na testimony zimetoka wapi. Maana ukienda tena umwambie ni umbo imeleta, hata kula. Si ni kweli? Ni kumwambia kwamba Mungu ametenda muujiza, lakini kule muujiza ulitoka ni wewe tu unaelewa. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo alimwambia mke wake, kila mtu sasa atakula kuku yake. Ndio uone tungeshiba na watoto wetu. Wapendwa, tunapoiweka imani yetu kwa Mungu, amen, tunaposhika sheria zake, hata wakati wa njaa tutakula. Unaona, wakati watu wanasema economy ni baya, huu ndio wakati wako wa kufanikiwa. Praise the name of the Lord. Maana ikiwa baya duniani, ya mbinguni iko sawa. Halo? Na Mungu anaweza akasema sasa, ile kazi yote umeshamfanyia, uanze kuwithdraw. Mbingu inaweza kukuangalia wakati kama huu, maisha yako yabadilike. Mwathani arogocwo. Kuna kitu Mungu anaweza akakumbuka, hata kama economy ni baya, mambo yako yawe mazuri. Kwa hivyo tumwamini Mungu na tumtegemee, ndio siku za njaa tuwe na wingi wa mali, tuwe na wingi wa vitu, tuwe enjoy wingi wa chakula. Na ni wakati watu ambao wanalala njaa, lakini sisi tunakula, tunashiba na tunabakisha. Haleluya. Na tena ya kesho ipo, na ya kesho kutwa ipo. Praise the name of the Lord. Kwa sababu tunamtegemea Mungu. Kwa hivyo mchana wa leo, hiyo ndio injili ambayo Mungu alikuwa amenituma nayo. Ningeomba tu ujiombee mahali ambapo wewe umeipata, Mungu aweze kukusaidia. Ingia mbele za Bwana. Baba, ni asante sana kwa sababu ya neno lako siku hii njema ya leo. Asante kwa sababu neno hili lako linapoingia katika mioyo na maisha ya watu wako litafanya kazi. Afanya wafanikiwe Bwana kwa lolote walifanyalo. Fanya Bwana wa majeshi waache kutegemea akili zao, wakutegemee Mungu ishie na uwezaye. Wewe mwenye nguvu zote na mwenye uwezo wote, Mungu wa rehema, naomba kuanzia dakika hii ukawasaidia wamama hawa, wazee hawa, vijana hawa, wakaweze kutembea katika neno, wakaweze kulitii neno lako, wakaweze kutii mafundisho yako, wakaweze kutii sheria zako. Bwana, tuwezeshe na utusaidie, maana tutajipatia urahisi wa maisha, tutajipatia urahisi wa mambo. Wakati tunalitii neno lako, akili zako ndizo zinashughulika na maisha yetu. Akili zako ndizo zinafanya kazi na walaiza. Makashandarabazeka leka tere bazenderereboshe riata na mazua baya. Baba, ninaomba unisaidie, ninaomba uniwezeshe na mimi kukutii na kukupenda, kuachana na maovu, kuachana na mabaya Bwana, kusimama kama vile ulivyosema, ili nikauone ukuu na uwezo wako. Nifanikishe katika maisha yangu, nifanikishe katika mienendo yangu, na nikishe katika njia zangu Bwana wa mabwana, nalo jina lako lipate utukufu, lipate heshima na shukrani. Baba, ni asante. Wabariki watu wako na uwatende mema wanapolifuatilia neno lako, na ni kwa jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Tuseme amen. God bless you. Shalom. Amani ya Bwana ikutoshe. Amen.